Jina langu ni Askofu Mkuu Martin Kivuva Musonde, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa. Na katika baraza la maaskofu wetu wa Kenya, mimi nafasi nilionayo ni naibu wa mwenyekiti wa kitengo cha mawasiliano ama Communication Commission. Katika wiki ijayo au siku karibu hii inayokuja, dunia nzima yasherehekea sikukuu ya mawasiliano dunia nzima. Kila mwaka kanisa husherehekea sikukuu hii kama ukumbusho wa kipindi ambapo kanisa lilitumwa kwenda nje kujitangaza. Pentecost itakuwa karibu na sikukuu ya Pentecost, kutukumbusha pia Roho Mtakatifu akimtuma kila mmoja wetu kwenda na kueneza habari njema. Katika mwaka huu tulionao, tuna Papa mwenda zake Francis alipenda kushirikisha kabla hajaenda zake, aliyetuma ujumbe kusema, we share the gentleness, the hope that is in our hearts. Tushirikishaneni matumaini yetu yaliyo katika mioyo yetu. Na katika kueleza kwake akasema, kwa njia ya mawasiliano ambao tunayafanya kama dialogue, mazungumzano, kutumia vyombo mbalimbali na njia mbalimbali zilizojaliwa na utaalamu wa dunia like social media ama radio ama njia yote ile ambayo tunayowasilishana nayo. Hii inatupa nafasi kujenga daraja ya watu kujuana, watu kushirikiana katika mambo mbalimbali, na zaidi kueneza ujumbe wa kanisa ambao siku zote ni ujumbe wa Kristo anayetupenda, aliyetufia na anayeendelea kutuongoza kupitia Roho wake Mtakatifu. Katika siku hii ambapo tutaisherehekea tarehe mosi Juni mwaka huu 2025, pia ni mwaka wa jubilei ambao tulipewa na Papa mwenda zake Papa Francis, akituambia tuwe wajumbe wa matumaini. Let's be pilgrims of hope. Anatupa sisi kama Wakenya kutoa sauti zetu kwa pamoja, kwanza kushangilia yale ambao tunayafurahia kama umoja wetu, ushirikiano wetu katika maendeleo, ushirikiano wetu katika familia, katika makanisa, katika jumuiya zetu. Na kwa njia hiyo inatupa sisi kuwa uendelezaji wa huo ujumbe wa Yesu. Popote unapojikuta ni muda unaofaa sana, kwa sababu kuna mengi tunahitaji kushambulia au kukanusha. Kwa mfano, mauaji ya watu katika nchi mbalimbali tunayoona yanaendelea kwa sababu za ubinafsi wetu, watu kuwa wabinafsi. Papa anatukumbusha ujumbe huo uwafikie walio katika sehemu za vita, sehemu za kutopata kuwa na mapatano, sehemu ambapo kuna njaa, kuna ukame, kuna shida. Lakini kadhalika utuletee tumaini, kwa sababu hatuwezi kukaa katika hali ya huzuni tu. Tuwe na nafasi ya kutuletea hafueni maishani ambayo yanayotukumba, kuanzia familia kwenda hali mbalimbali tunazojikuta. Kwa hali yetu ya Kenya, tunajitambulisha kama kanisa lililo hai kwa jinsi tunavyoshirikiana, kwa jinsi tunavyoshirikiana na kina mama, kina baba, vijana, kwa jinsi tunavyoweza kujitolea, kuhudumiana na kuhudumiwa na wengine. Na sisi kama wajumbe wa habari njema na pia wajumbe wanaohusiana na wengine, tunawaletea mapatano, tunahimiza watu wapatane, wasiwe waenda ovyo ovyo kama wachungaji ama mbuzi wasio na mchungaji. Kwani mchungaji wetu ni Kristo, na yeye anaandamana nasi popote tulipo,
na jinsi tunavyojikuta. Hivyo basi tutambue kwamba lolote tunalolifanya kwa neno au kwa tendo linashirikisha wengine kujiunga nasi na kuona kwamba tunaweza kuleta hali ambapo watu wanawasiliana ili kutatua matatizo walionayo, na ni mengi matatizo tulionayo. Hivyo basi sisi tunadhibitisha ujumbe wa Kristo unafika sehemu zote. Wenye redio tuwe na vipindi vizuri vya kuhamasisha watu, kwenye televisheni ama runinga au social media. Tutumie njia zozote zile tulizojaliwa na kanisa na elimu ya dunia kupashana habari, kupeana moyo, kutiana moyo. Mwishoni lazima tujenge matumaini. Watu wakikosa matumaini, Papa anatueleza, huwa ni kama mtu anayekosa mwelekeo. Mwelekeo wa maisha utatokana na niwe na nia ya kutenda mema, niwe na nia ya kumshiriki na wanaotenda mema, na mwishoni niwe na nia kutambua na mimi ni mjumbe niliyetumwa kwa njia ya ubatizo, kwa njia ya kupata Roho Mtakatifu, na kwa njia pia ya katika zile sala tunazozisali kila siku, iwe ni familiani, iwe ni kipindi cha misa katika jumuiya, au ni nafasi fulani zozote zile ambazo tunajikuta tunajiunga kama kundi moja, familia moja yenye mchungaji mmoja ambaye ni Kristo. Hivyo basi watangazaji wa habari, waenezaji katika namna ya kuandika, wanaohusika katika vipindi vya kufurahisha watu na kufundisha kwa njia za drama au njia zingine zozote zile, jitambulishe kama mjumbe wa habari njema. Basi nawatakieni sikukuu njema. Katika baraza la maaskofu na pia majimbo mbalimbali tunakumbushwa siku hii pia tuchangie wale ambao hatuwezi kuwafikia na wanahitaji msaada wa hela zetu, msaada yetu kueneza hizo habari kupitia redio, kupitia social media au kupitia magazeti ya makanisa ama njia yoyote ile ambayo tunaona inafaa. Kwa hivyo tafuta nafasi leo tarehe mosi, popote ulipo, utumie au uchangie kihela, manake hela pia zahitajika kwa kulipia zile frequency, zahitajika kufanyia wale wanaotufanyia kazi, wengi wanajitolea, lakini kuna chache ambao tunahitaji kuwalipa walau mshahara kidogo waweze kuendelea na ile kazi. So Mkristo kijana, Mkristo mama, Mkristo baba, Mkristo mtoto, uliza wapi nichangie kanisa langu tupate hizo habari. Kupitia makanisa yetu, kupitia vigango vyetu na kupitia makundi yetu mbalimbali ambayo yanatupa nafasi hiyo. Katika unapotazama na unaposikiza, mjumbe wako atatueleza nitume hela wapi, kama ninao hela ndogo za kutuma au nyingi za kutuma, ili niwape nguvu wale wanaotutangazia na wale wanaotayarisha vipindi kama hivi. Hivyo basi, herini ya sikukuu ya uenezaji habari ya 59 katika mwaka huu wa 2025, na pia herini kwa hii sikukuu yetu naita sikukuu ya jubilei ya maujaji wa matumaini.